Karibu mpenzi msikilizaji maeneo yote ambao unatufuata vema ili kuweza kufuata habari mbalimbali kupitia Ubembe TV, habari ambazo zimeenda kuandaliwa na kusoma kwenu nami mtangazaji wako Masemo Balole Valentin, upande wa pili akiwa mwenzi wangu Kennedy. Acha moja kwa moja atatukuletea habari za hapa kijijini Misisi. Mabadilishano ya risasi imeenda kusikika mchana siku ya Jumapili tarehe 29 Juni mwaka 2025 kati ya wazalendo wa chama cha FABB au Force Biloze Bishambuke na mwanajeshi wa zamani wa Force Biloze Bishambuke Bwana Nakage. Watu wawili ndio ambao wanaripotiwa kuweza kuumia kutokana na risasi zilizokuwa zikirushwa ovyo ovyo au balle perdue. Hata hivyo, kulingana na ripoti mbalimbali za uhakika zinaonyesha kwamba mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa akipigana kwa upande wa Nakage Bwana Kayuya ameenda kuumizwa kwa kuweza kupigwa vipigo nao askari jeshi wa FABB wakati wa mabadilishano ya risasi. Hali hiyo ilipelekea raia wengi wa hapa kijijini Misisi kujawa na woga, wamoja kuweza kukimbia huku na huku, hata wengine kuweza kupoteza bidhaa yao. Tulipohojiana naye msemaji wa FABB Force Biloze Bishambuke ameenda kutuhakikishia taarifa hizi na kuweza kutuletea habari zifuatazo. Mimi najulikana kwa majina Joel na Bulizi Ngando. Mimi katika chama cha FABB aiza mouvement ya CPLC bar FABB ni msemaji wa jeshi, donc porte-parole militaire, mwanakada kiufupi. Mimi bwana mtangazaji, kama vile unavyouliza, tuko hapa Misisi muda wa siku 4. Sisi wanakada aiza mouvement ya CPLC bar FABB tukiwemo wa jeshi kaza, muko wajeshi wetu wa force, muko wajeshi wetu wa hapa Misisi. Tuko msafari ya sensibilisation ya wavijana wetu wa CPLC bar FABB ili kuendelesha kuhimiza vijana kwenda kwenye ligne de front. Sisi tulikuwa tuko hapa leo kwanza tangu siku ya 4 na waza iliyopita. Kijana msaliti wa chama yetu Nakage alitoka Uvira akafika hapa Misisi bila hata kujulisha wengine wa viongozi wa CPLC bar FABB ambao wanaopatikana hapa. Akaingia hapa, tangu kufika yake tukasikia habari ya kwamba yeye anaendelea kunyanyasa raia, kuwapora, kuwanyang'anya mali zao, kutuma vijana wake usiku ili kuenda wanakamata vitu vile ambavyo busio hata na maana, matelefone, mafranka kidogo kidogo. Sasa hiyo hali tukaielewa kwanza hivyo. Nakage ni mmoja wa jeshi letu la FABB, yaani yeye ni deserteur. Yaani yeye ni mtu ambaye alideserter, alienda alihasi chama chetu kisha kufanya makosa mingi sana. Sisi ikaonekana tukamtosha kungazi ambayo alikuwa nayo hapa Misisi, tukapatia mwingine mtu kama vile kijeshi. Mitasio zinakuwaka ni kutosha mtu kwanza fasi na kumtia akajihami, akaenda kwanza kivyake tangu mwezi wa 10 wa mwaka uliopita, yaani mwaka wa 2024. Na je, kiukweli huyo Nakage ndiye aliyekuwa kiongoza maeneo haya? Nakage alikuwa kiongozi, yani kamanda wa sekta, yani komanda secteur wa hapa Misisi tangu wakati sisi CPLC bar FABB tulikuwako, na mpaka wakati vurugu iliendelea zaidi tukamtosha. Kisha kumtosha hatukuwahi kumuweka engine fasi, maana tulimuona makosa yenye alifanyaka tuyachunguze kwanza. Ni makosa yapata miezi mingapi tuko tunayachunguza, kisha tutamtia tena katika nafasi gani msepelese bar FABB. Kisha baada hatuyafika muhatua ya kumuweka tena akadeserte, tukamsikia Uvira kwa mheshimiwa kamanda General Mayele, tukamsikia huko na huko. Tangu huo mwezi ni leo tena njoo kupatikana yake hapa Misisi, kama vile
desertere wetu wa CPLC Bar FABB. Yaani kwa kifupi yeye ndiye chanzo cha tukio hili ambalo limeweza kusikika la kupigwa kwa risasi kwenye kijiji cha Misisi. Hakika kabisa Nakage njo ambaye alileta vurugu hapa Misisi leo. Kama vile nilisema ya kwamba tangu atoke Uvira, masasi yakaendelea hapa mwingine, masasi kila mara. Sasa leo akaanza pora mchana paske Nakage alikuwa anaenda pora usiku, anatumana mabiana. Sasa leo njo akaenda tega watu ambao wanatoka kwenye kanisa mchana mida ya kenze, yani mida ya saa 9 ya magharibi. Na ni kwamba baada ya yeye kufanya tukio hili, ninyi mumefanya jambo gani baada ya kufanya tukio kama na hilo? Sisi CPLC Bar FABB kama vile Nakage ni desertere wetu, nasi tukaenda tuone ni nini ambayo inaendelea pale ambako milio ya risasi iliendelea zaidi. Njo tukakuta jeshi la NPCC na jeshi la taifa yaani FRDC ikawai kumunyangua na kumupeleka kule Kaza kwenye makao makuu ya FRDC hapa Misisi. Na ile movement ndio yenye iko ingaliki kwanza na muundo wake, yani kila movement ingaliki ina vibre kwanza kivyake, lakini sisi sote tunajikuta kwenye rade kama vile sisi FABB na wengine. Donc ni movement za mingi sana mwai Kongo zima. Ni kusema kama hata kama yupo kwenye mikononi mwa FRDC kama vile jeshi letu la taifa, sisi FABB tutamwazibu kwanza KiFABB kama vile deserteur wetu, bila kusema ya kwamba tunawaneglige wa FRDC. Hapana kabisa, lakini tunawajua kama ni wao ndio wazazi wetu, lakini ni kwamba jeshi akingariki kwanza movement yake kwanza. Sisi Nakage ni deserteur wa CPLC Bar FABB na movement zingine zikingariki zina vibre. Sasa njo tunajikuta kwenye rad. Watu wengi wako wanasema ya kwamba Nakage ni mtu wa Mayele, wa General Mayele kama vile nilivyosema, eti ni mtu wa General Alex. Hapana, ni mtu ambaye alienda kule kama vile deserteur. Sasa na wakati anapatikana hapa angaliki na ile manyanga yenye ilitumaka, tutamtoa hapa, tutamtoa kwenye ngazi aende kule. Hao watu ambao wangaliki na ile mama confusion waitoe kwanza. Nakage hakika ni deserteur ambaye aliwahi kuandika kibarua eti yeye ni mtu wa FABB na hata toka FABB na yeye kabisa, hata kama atakuwa anazibiwa kijeshi na atawahi tena kuwa tu jeshi ya CPLC Bar FABB. Nasikia kuna kitu ambacho umegusia hapo kuhusu swala la kiongozi Alexi ambaye iliwahi kusemekana hivi karibuni ya kuwa alikuwa tayari ameshajiunga huko, na ninyi mnasema ya kuwa bado ni askari wa FABB. Si kwamba hapo mtaleta utata haswa kwa wale wasiofahamu kweli? Ni pale sasa njoo kwenye nimesema bwana mtangazaji ya kwamba Nakage alienda kwanza kwa General Mayele, akatoka kisha kufanya tu ni mtu wa mabituruturu, akaenda tena kwa Alex. Sasa kwa Alex siyui ya kwamba Nakage ataweza ishi kule, na wakati sisi akingaliki na makomisio zetu hatuyazikamata kwanza ili tumwambie Nakage wewe hauko tena CPLC Bar FABB, tunakusiprime. Donc ni kusema ya kwamba angaliki bado deserteur wetu kabisa. Ya kuweza kutembelea ikulu yake Nakage na kuweza kutuhakikishia taarifa zenyewe, na kusema ya kwamba taarifa zinazosema ya kwamba nyumba yake iliweza kuvamiwa na wapiganaji wa FABB na kuweza kupiga risasi nyingi hadi kuweza kutoboa nyumba yake kama anavyohakikisha hapa. Kiongozi huyu wa kikundi kipya cha wazalendo alionyesha kwamba yeye hakuwa na nia mbaya kuja hapa kijijini Misisi, ila alitoka Lubarika akiwa na vitambulisho vyake vya kumhakikishia kwamba anastahili kuweza kuzunguka kuanzia Lubarika hadi tarafa nzima la Fizi. Naitwa kwa jina la Nakage Kayama Fiso Ngoma ya Amani. Nikuwaza kama niye ninaweza kusema huko Bubembe niko mzaliwa wa huko mteritwari ya Fizi, na nikabahatika kuwa leader mteritwari ya Fizi, na nikabahatika kupewa kipaji cha kupigania nchi na kulinda raia na mali yake. Chose grave, hii grupe ya FABB sie bote ni wazalendo. Kameme kuko viongozi wanaojiita ni wazalendo wana wa wazalendo.
Nikizani ninamaliza kufro Lubarika, Maluvunge, Makamanyula, miezi presque 5 mnaijua. Après M23 kwa kushambulia, tukijua kama tulijitolea, hatupokea, hatufanye nini. Sasa mshangao kavambi, mimi niko komanda zone wa territoire ya Fizi, mouvement wa FPL inaoongozwa na Alexis Dunia Mwamba, huyu aliyechaguliwa kuwa coordinateur wa wazalendo Musidi Sud Kivu. Mimi nikakuwa komanda wa kurepresenter ile mouvement ya FPL mteritoire ya Fizi. Ikaozekana ke kila mouvement inapasha kuji coalition yetu ni RAD. Si bote tuko wazalendo. Bon, mimi niko representant mwa ile mouvement ya FPL mteritoire ya Fizi. Bazalendo bebe kwa RAD ya mouvement yetu. Sasa mimi ninakuya hiki miezi nilimaliza kule kumafroni, napewa feuille de route na vinginevyo vyote kufika huko kunyumba na kusensibilize pia kufanya mabikosi kila kwenye kuko FARDC tunapasha kutia eko bazalendo juu tuko reserve ya FARDC, hatuna contre gouvernement. Sasa kufikia pale mimi nikusanye niko na bikosi kusudi tunajua kama Rwanda agresser wetu wa Kongo alisema ke atatosha ba Rwanda ba M23 ba Kongole ba kupenda rushwa haba yaitika kurudi. Il faut tufanye mabikosi yetu organize sikwe vile Kleber tukue kome vile ba soda ba reserviste. Après FARDC kushindwa na pale tunaingilia na sisi. Sasa kuyafika hapa Misisi na ndo kwenye miaka na batoto nyumba yangu hii. Komanda wa sektere ya Misisi wa FABB sijue kama ni nini ndo akakuja kunishambulia sasa mimi nitoke. Dokima zenye niko nazo hana hata nazo. Na dede niliwahi kuopere mo plateau Minembwe mwa ile FABB nilikuwa komanda secteur wa 6e secteur autodefense Biloze Shambo. Ebo bikakuya kutokana uzushi wa Red Tabara. Wakati walipiga Bigaragara na nini sie ndo tulienda kule Bigaragara tukajengua adui pale karieri ya Bigaragara nikizani. Mie ndo nilikale tena miezi 4 mwe. Kwa tunapiga adui aliyevamia karieri ya Bigaragara. Sasa mie kwa kupigana kule ba commander force wakaleta Red Tabara. Mimi nikasema sitaopere na Red Tabara, nilikuwa naenda tafuta Mnyarwanda Minembwe kisa niache mwingine hapo naye. Mimi kukatala vile kilometre niko inatoka navyo kwenda Misisi, kutoka Misisi kwenda Minembwe kusufrance ya mingi tukao tukingali ma force negative. Jamais. Na ndio wakati niliamua kuingia Muradi. Bakokani bana nifuatilia huku. Aseme baredi Tabara baende ngaje. Mimi nikakatala mimi. Mimi sitaingia mwa ile complice. Paka gisi balishambulia mzee Jemadari William ya kutumba nani huko plateau naye ba M23 baredi Tabara. Na mimi nikashambuliwa. Mimi nikawaambia kama nilishambuke tu achane basi. Ushangao sasa tena niko kule, ninarudia huku. Ndio kufika leo tena wale wapeti ya umu si walikuwa kunishambulia. Ndio sijue ni nini. Bali niita watanishambulia na kunishambulia kwangu na kunipika. Ndio nikasema kwa ni uwe mimi. Sikushambuliana ilikuwa ni kujidefend. Ndio. Na sasa hivi kulikuwa na fununu za kusema kwamba ulifungwa na FARDC. Ulitoka namna gani? Hapana, mimi sikufungwa, nililala hapa kwangu na niko tu kwangu na FARDC ndio FARDC si tuko ba reserviste. Tuliingia kwa FARDC kuonesha kisi vitu vilinitokea na mimi niko officier na bobe kwa hapa. Abangeacha kufika kwangu baniroji na twende niwaambie bien matokeo ilitoka sikufungwa si wapi. Hivi raia wa Misisi na tarafa la Fizi, Uvira, Bukavu watakusikia. Wanaongea kwamba huenda kulingana na fununu mbalimbali eti Jemadari Nakage alikuja kufanya wizi, operation za wizi hapa Misisi. Waambie raia nini haswa kazi ambayo unaendelea kuwafanyizia, ulikuwa mwa plateau na unarudi mara tena hapa Misisi. Mimi naweza kukufelete kwanza journaliste sababu wewe uko na mtandao wa kujulisha raia paske niko miaka tangu tuko tunaopere miaka na wamzee William alinikutana mkilebea niko force negative mpaka hivi niko mkupigania nchi. Hakuna siku balisikia kama kikosi ya Nakage ilishambulia gari wale iliiba na niko hapa Misisi.
Kwa nini sasa ninatoka ku government ndio leo nikwetumia wizi? Unatoka muvita. Ninatoka muvita Makamanyola manani Lufunge. Malufunge. Oh merci. Manyange, Rubarika, Manyangezi. Sasa ndio hapa nikwetumia wizi. Ile ni upumbafu ya wale ba tretre na wale bakupenda kupakalana mikoshira. Iye kuwe wazi bale ba bwana ba bandi bajijue. Mimi niko chef, niko kiongozi na bajisikie huru. Labda kwa kumalizia, utaendelea kutumikia hapa mpaka kisi uongozi wako utatosha oda ya mpya? Mimi ni komanda zone. Hakusina mpaka na dokima yangu na training. Kwenye ninapasha kufika na kikao na niko na bikosi Makobola, niko na bikosi Mboko, niko na wengine Baraka. Fahamu ya kwamba hali ya usalama mdogo humu tarafani Fizi si nzuri. Wiki iliyomalizika kumeenda kuuawa kwa kupigwa risasi naye mwanamama mmoja ambaye alikuwa akijielekeza nyumbani kwake maeneo ya hapo Katanga, hali ambayo ilipelekea raia wengi wa hapo Katanga kuweza kuhuzunika. Mwisho kabisa wa habari zetu, habari zilizoletwa kwenu nami mtangazaji wako Masemo Balole Valentin. Acha ndimshukuru fundi mitambo kwa kuweza kufikishia sauti yangu hewani. Endelea kufuata channel yako Ubembe TV ili kuweza kuletea habari za ukweli tena za uhakika zisizoegemea upande wowote ule.